Wachezaji 120 wamechaguliwa kutoka mikoa ya Arusha kwenda kushiriki mashindano ya umoja wa michezo ya shule za sekondari UMISETA yanayotarajiwa kufanyika mkoani Iringa. Wakizungumza wakati wa kilele cha mashindano hayo ngazi ya mkoa, baadhi ya viongozi wanaosimamia michuano hiyo wamesema wachezaji waliochaguliwa watakaa kambi Elboru mpaka Juni 18 watakapoanza safari kuelekea Iringa. Mimi naitwa Lucy Jiranga, ni afisa michezo, utamaduni na sanaa wa jiji la Arusha. Tunamshukuru Mungu tumemaliza sasa mashindano ya mkoa kwa ajili ya kupata timu ya UMISETA itakayowakilisha mkoa wa Arusha. Tumepata tayari wachezaji 120 mahiri sana katika michezo na fani za ndani. Kwa hivyo watoto 120 watakaa kambi hapa Elboru mpaka tarehe 18 ambapo kambi yao itamalizika na tutaanza safari kwenda mkoani Iringa kwa ajili ya mashindano ya kitaifa. Timu ya mkoa tunatarajia tarehe 18 tuanze safari kuelekea mkoani Iringa. Watoto wa Arusha wameshiriki michezo yote ambayo itakwenda kushindaniwa katika mashindano ya kitaifa, ikiwemo mpira wa miguu wa vulana, mpira wa miguu wasichana, netball, volleyball wa vulana kwa wasichana, handball, basketball, michezo ya mbio, miruko na mitupo. Michezo yote ambayo inakwenda kushindaniwa kule tumepata wachezaji, vile vile na fani za ndani, ngoma, kwaya pamoja na muziki wa kizazi kipya. Kwa msimu huu kwa kweli tunawaahidi ushindi. Wategemee ushindi mkubwa kwa sababu watoto hawa wamejiandaa tangu shuleni na hapa kwenye mashindano mchuano ulikuwa ni mkali. Kwa hiyo watoto wale ambao wameonekana mahiri kabisa ndio wamechaguliwa. Kwa hiyo taifa likae mkao wa kula kwamba Arusha jiji inakwenda kuchukua vikombe vyote. Hongereni sana kwa sababu kufika kwenu hapa kupeperusha bendera za halmashauri zenu, maana yake kuna jambo mmefanya kule ambalo moja ni kusoma kwa bidii, pili ni nidhamu, tatu ni kujituma kwenye mchezo ambao unacheza, ndio sababu halmashauri yako ikakupa nafasi ya kuja kupeperusha bendera ya halmashauri hapa. Kwa hiyo hongereni sana. Pia taarifa tulio nayo kwamba mmekuepo kambini hapa, hatuna tatizo au taarifa yoyote ya uvunjivu wa tabia yani nidhamu hapa. Hongereni sana kwa sababu ndio moja ya sifa ya wanamichezo bora. Wanamichezo bora wanatumia muda wao mwingi kufanya mazoezi na kujikita kwenye mbinu bora za kuweza kufanya vizuri kwenye michezo yao. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hatua mliofikia. Ukitizama mezani pale zipo zawadi ambazo mtapewa kwa kazi ambayo mmefanya au mashindano ambayo mmefanya katika kuziwakilisha halmashauri zenu. Na kama inavyojulikana kwenye mashindano siku zote tunatakiwa tupate mshindi, si ndio? Kwa hivyo vikombe hivi vimeletwa hapa kwa ajili ya walioshinda kwenye michezo ambayo mmeshiriki. Niwapongeze sana wale ambao mmeshinda. Niwapongeze pia ambao hamjashinda kwa sababu tayari ipo kwenye kanuni lazima kuna kushindwa, lakini hiyo ni tayari ni chachu au inawapa hamasa ya kwenda kujiandaa vizuri ili mwakani mrudi muweze kushiriki vizuri na muweze kushinda. Na wale walioshinda wanaweza wakaendelea kushinda, na nadhani haya makombe yana sheria kwamba ukishinda mara 3 kama sikosei linakuwa la kwenu. Kwa hivyo ninaamini walioshinda watatia bidii ili waweze kufika mahali pa kukabidhiwa makombe, na ambao hawakushinda pia hongereni kwa sababu naamini mtarudi mkajipange vizuri ili mwakani muweze kufanya vizuri. Michezo ina manufaa mengi na tunaamini wana michezo pia tunatarajia mnafanya vizuri kwenye masomo yenu, lakini pia michezo ni ajira. Mnakoenda mtakutana na wadau wa michezo ngazi za kitaifa na kimataifa ambao wanaangalia vipaji. Kwa hivyo utakayepata nafasi ya kushiriki mashindano haya ya kitaifa unatakiwa uagane na nyonga, yani uhakikishe unaenda kucheza kwa bidii na mbinu nzuri zaidi ili angalau kipaji chako kiweze kuonekana siku moja na sisi tusikie ni miongoni mwa wanamichezo ambao wanawakilisha nchi yetu kwenye mataifa mbalimbali
Kwa hiyo tunaamini wale ambao mtapata fursa mtakwenda kuongeza bidii, na bidii hii inatakiwa sio bidii tu kwenye michezo, ni pamoja na nidhamu. Kwa hivyo niwapongeze sana wote ambao mtafanikiwa kuchaguliwa. Nadhani orodha ya viongozi wetu watatusaidia, lakini mnaorudi msivunjike moyo kwamba imekuwaje. Hapana. Wenzenu walijituma, na ninyi mwakani mnatakiwa mkipata tena fursa mjitume ili na ninyi mpate fursa hiyo kuwakilisha mkoa. Kwa hivyo niwaombe tu, mashindano siku zote yana manufaa mengi kwenye maisha yetu, ukiacha yale ya afya, lakini pia utendaji mzuri kwenye masomo na manufaa mengine ya kiuchumi na hata ajira hapo baada ya kukamilisha masomo yenu. Baada ya kusema hayo, mimi ni wasiwachukulie muda mrefu. Naamini wapo ambao leo mtasafiri kurejea majumbani na muda unasonga kidogo, lakini pia wapo watakao baki kambini kwa sababu bado tuna zoezi la kupeana zawadi hapa. Mimi nasema hongereni wote mtakao kuwa mmepata zawadi hapa, ambao hamjapata zawadi pia hongereni, na pia hongera wale ambao mmechaguliwa kwenda kupeperusha bendera ya mkoa wa Arusha kwa ajili ya kuonyesha kwamba Arusha kama jiji la kitalii na sisi tupo kwenye michezo. Afisa elimu ameeleza vizuri hapa, hatuendi kushiriki. Tunaenda kufanyaje? Tunaenda kushindana kwa ustadi na kwa umakini mkubwa ili turudi na makombe haya yale ya kitaifa yanayotolewa. Mimi nimebahatika kuyaona yapo vizuri. Afisa elimu pia ametudokeza siri moja hapa. Iringa kuna kaubaridi fulani. Sasa kwa kuwa kambi hii au afisa michezo wa mkoa waliamua watulete mahali hapa ili angalau tuanze kuzoea hali ya baridi, na waomba wale mtakao chaguliwa kwenda basi hakikisha una nguo za kutosha za kutusaidia kwa sababu pale kuna hali ya baridi. Tunaelewana ndugu zangu? Iringa kuna baridi. Ni waase mtakao kwenda kitaifa. Nidhamu, mkoa wa Arusha hatujawahi kuwa na sifa ya nidhamu ovyo. Kwa hiyo tunaamini mtakwenda kutuletea kombe la nidhamu, kombe la usafi na michezo yote ambayo tunakwenda kushiriki. Basi niwatakie kila laheri kwa niaba ya afisa elimu wa mkoa. Niwatakie kila laheri mnaosafiri kurejea kwenye halmashauri zetu, na wale ambao mnabaki basi muendelee na kambi, basi mtumie fursa hiyo kujinoa vizuri, twende tukafanye vizuri. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Arusha, kwanza ni shukuru sana ofisi yako ya katibu tawala wa mkoa wa Arusha kwa kuchagua halmashauri ya Arusha kuwa wenyeji wa mashindano ya mkoa kwa mwaka 2025. Tunashukuru sana kwa sababu mmetupa hiyo heshima, na tunaamini wanafunzi wamekaa mahali hapa wameenjoy. Tunasema asante sana. Lakini pili, tunaamini kabisa kwa kukaa eneo hili la Iboru ni eneo ambalo lina baridi sana, na wanafunzi hawa naamini wamesha adapt ile hali ambayo tunaiendea kwenye mashindano ya kitaifa ambapo ni Iringa, ambapo kwenye nako kuna baridi sana. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tunaamini kabisa kwetu sisi mkoa wa Arusha tukiwa kwenye mashindano Iringa haitakuwa ni shida baridi, kwa sababu tayari tumekwisha kuizoea. Lakini nisiwe mhutubiaji, ila niseme tu kwamba katika kipindi chote ambacho wanafunzi hawa wamekwepo katika kambi zetu hizi, wamekuwa na nidhamu, wamekuwa wanajituma na wamezitetea timu zao. Tunaamini sasa wanaondoka mahali hapa kwenda Iringa. Kwanza tutakuwepo na kambi, na baada ya hapo wataondoka kwenda Iringa kwa ajili ya ushindani. Nasema kwa ajili ya nini? Kwa hiyo pigia mstari neno, hatuendi kwenye uwakilishi, si ndio? Tunaenda kwenda kwenye ushindani. Hapa tumekuwepo wawakilishi kutoka kwa michezo kutoka kwenye halmashauri zetu, tumefanya vizuri, lakini wale ambao kwa wamechaguliwa sasa kwenda kule wanaenda kwenye ushindani. Kwa hiyo basi
Sisi tunawatakia kila laheri kwa niaba ya maafisa elimu wote. Tunawaahidi kwamba tutatoa ushirikiano kwa sababu tutakuwepo wote kwenye viwanja vya michezo tukiwa Iringa, na tutaizidisha hamasa kweli kweli. Na zaidi tunaendelea kuwapongeza wote ambao watakuwa wamepata makombe yao hapa ya ushindi katika timu walizozishangilia. Lakini zaidi tunawaomba sana kwamba wakati wa kucheza basi uonyeshe kipaji chako, ili kipaji chako kikawe ni fursa kwako wewe mwenyewe, kwa sababu tunaamini tukiwa kwenye michezo hapa na hata tukienda kitaifa, bado kuna watu wengi, timu mbalimbali zinakuja kujipatia watu wenye vipawa kutoka kwenu. Kwa hiyo tunaamini hayo yataenda kufanyika. Wachezaji hao waliochaguliwa ni kwa michezo kama mpira wa miguu, mpira wa mikono, mpira wa wavu, riadha, mitupo, miruko na mengineyo, huku fani za ndani kama ngoma na mziki wa kizazi kipya ukipewa kipaumbele. Kwa majina naitwa Neema Bakari Mwarizo, natokea halmashauri ya wilaya Monduli. Ushindani ulikuwa ni mkubwa, maana kila wilaya ilikuja ikiwa imejiandaa ipasavyo na kila wilaya ilikuja kwa ajili ya kushinda. Na kwa sisi halmashauri ya wilaya Monduli tumefanikiwa kushinda na tumepata kombe la overall. Na ahadi yangu kwa mkoa taifa ni kwenda na kushinda nafasi ya kwanza. Kama kwa mchezo unaocheza volleyball na basket na kisha tunashinda mshindo wa kwanza. Ushindani ni mkubwa, maana kila mkoa unakuja kushindana, unakuja kwa ajili ya kushinda, hauji kwa ajili ya kushiriki. Kama mwaka juzi tulifanikiwa kushinda mchezo wa basket nafasi ya kwanza. Kila mkoani unakuja ikiwa umejiandaa ipasavyo. Kwa hiyo tukienda kule tujitahidi, maana ushindani ni mkubwa sana.